Yeah. Leo nataka niongee haraka kama Wakisii. Sasa kuna hii kitu watu wanashindanga wakisema iko na watu wengi ati utajuaje jinsi ya kugundua wachawi. Nashinda nikisema kwa video zangu wache uchawi, acha pia mimi leo niongelele uchawi. Sasa mchawi ni nani? Mchawi ni mtu yeyote mwenye yeye kazi yake tu ni kuangamiza ama kuharibu. Ni mharibifu. Kitu yote mzuri yeye anataka aharibu. Kama sio yake, kama ni yake anataka ikiwa mzuri, lakini kama kuharibu yake ndio itabidi yako iharibike, aniharibu haraka very fast. Fadhali kule vitu zimeharibika lakini ameharibu, mkufe nyinyi wote. Sasa hiyo ndio definition. Utajuaje msee ni mchawi? Njia ya kwanza ni kama huyu jamaa alipi deni. Akona tu tabia fulani, mnaweza enda mboka na yeye, na wewe hata labda ulimuitia mboka, mkapewa pesa imeshikana kaa thao. Kamboka tu fulani mkapewa thao, mkaambiwa hiyo job meduni ya thao, nyinyi jioni vile mtagawana. Sasa ukampatia ile thao, aende atafute change, alafu akurudishie 500 yako kulingana vile mlikuwa mmesikizana. Jamaa ama labda yeye ndo alikuwa fundi, wewe labda ulikuwa mtu mkono. Wewe labda unakula yako tu pesa kidogo, yeye labda anakula so 6, wewe unakula so 4, lakini juu huko unafanya kazi mob. Ndio umemwambia ende atoe change kwa hiyo duka fulani inakuangana hapo juu, alafu mpatane juu, labda mnatoka mtaa moja, mpatane hapo mbele, mkienda hivi mtaa mgawane hiyo do. Huyu jamaa unampatia do, anaenda kiendanga. Umemngoja hapa mlikuwa mmesikizana mpatane, akupatie do, akupatii. Ukimpigia simu ya kwanza inaingia, ya pili ukipiga imekatwa, ya tatu imezimwa simu. Hii ni dalili ya mchawi. Atakuwa ni nini nyingine huyu jamaa? Huyo ni mchawi. Hiyo sasa ndio dalili ile kubwa kabisa kugundua mchawi. Ya pili ni jamaa ni mtu mzima, ako na akili zake, mnaishi naye kwa ploti. Jamaa anaendanga choo haja kubwa na amwagi maji, anawacha tu hapo vitu zake, na vile ni vitu zingine za mtu amekoma, anaziacha hapo. Jamaa ameziacha tu hapo kama keki, mkuje muone mfurahi. Labda sijui alikuwa anafikiria mtasherehekea kwa sababu keki imepatikana, na si mara ya kwanza. Na mkimuuliza anasema yeye kwanza ajaingia hiyo base, ajaingia toilet hiyo siku. Na jamaa karibu kwanza akiingia mlikuanga nje, anasema hiyo siku hajaingia, haiwezi kuwa ni yake. Hiyo dalili nyingine hata tusinde tukiongelea sana. Hiyo ni chawi. Kwanza huyo ako deep. Huyo ni master huyo ni master. Huyo ni master chief. Hiyo ingine mbona inanipotea? Hiyo ingine ni usiku mko ploti moja usiku, jamaa usiku ndo anawashanga ufa. Mchana anaweza kuwa ametulia, usiku ikifika ndo anawasha, unasikia tin. Ama hizo ufa za vile tu italia, alafu unasikia connected. Alafu anaweka sauti ingine, ndugu yangu, hadi bar zenye ziko residential area zimecheza chini, volume zenye zinacheza na hata unaweza dhani hakuna bar hapo. Volume nyingine iko volume tu ya watu wako na akili. Yule jamaa anaweka full volume, ploti mzima inabidi wenye wamelala waamke na wenye wameamka wabaki wakiwa wameamka. Dalili nyingine uchawi. Ule sasa ni master chief. Ule uwezi hata hakuna no doubt. Ule ako class B. Ule class B sasa unaona master chief. Master chief huo ndo class B. Sasa kuna wengine sasa class A. Hao chawi ndio wanaongelewa sana. Utapata watu wakisema how to know a witch, how to identify a witch. Hizo vitu ziko YouTube sana. Sasa hawa wakati wanafanya ibada zao,
Ibada zao si ni ile wakati mtu anaenda kuongelesha Mungu wake. Ijalishi unamuongeleshea wapi, ama unamuongelesha na lugha gani. Ama we ni nani. Hiyo shughuli tu ya kuongelesha Mungu ndio inaitwa ibada wakati wa ibada zao. Au kuanga na specific places. Huwezi ifanyia anywhere, wanakuwa na specific places. Utasikia, ndio tufanye hiyo mambo lazima ukuje kwa kanisa yangu. Iko located place fulani. Ndio tufanye hiyo kitu lazima tuende mpaka Tanzania. Kuna mganga wangu anakuanga place fulani na haizi kuja huku na hizi tufanyia tukio huku, lazima tuende pahali fulani. Na ni Mungu unaenda kusaidia, ni Mungu, ni ibada mnaenda kufanya ya kuzungumza na Mungu. Hizo vitu sijui mara tuende mpaka mwende sijui Mombasa. Mombasa huko sijui ati huko ndio kuna kuanga na maji ya chumvi huko. Sasa sijui ndio kuna, ukianza kusikia specific places unajua una deal na mchawi hapa. Kuna Mungu una deal na yeye, una deal na muovu. Hiyo kazi yake ni kuangamiza, na ujue muovu kazi yake ni kuangamiza. Wewe hata ukimalizana na yeye ama akimalizana na wewe, Mungu tu ndo anajua kenye utakuwa. Watakuwa wamepambana naye vilivyo. Kitu ingine utapata wanakuanga pia na specific bidhaa specific za kuperform maombi zao. Kuna wenye utapata chumvi. Waachanangi na chumvi bwana. Chumvi lazima uoshwe na chumvi, sijui kule chumvi lazima ikue. Kama si chumvi, wako na maji fulani. Hiyo maji hawezi kuja na maji yako, kuna maji fulani inakuanga hapo. Wanasema hiyo maji imeombewa, sijui maji sijui kutoka wapi. Kama si maji utapata ni oil. Hii anointing oil imetoka Israel. Hii anointing oil iliombewa sijui kutoka na mtumishi fulani wa Nigeria. Vitu kama hizo. Kidogo hakuna fimbo. Ati hii fimbo ni ya Musa. Hii fimbo sijui ni ya nani. Wako na tu bidhaa. Wafanyi maombi tu ati maneno. Unajua maombi ni maneno. Unaongea maneno fulani ukipelekea Mungu. Aidha unasema kimoyo ama unasema na sauti inasikikana, inakuwa audible. Bado ni maombi, ni maneno fulani. Sasa fimbo tena, kweli mnataka kunyorosha Mungu. Fimbo ni ya nini? Tena unapata pia kuna vitu kama nguo. Wanakuanga na nguo specific wakati wanaperform, wanaongea na Mungu wao. Kenye wanasema ni Mungu. Unapata nguo fulani, either nguo lazima wavalie garments fulani za either white, haijalishi color, inaweza kuwa hata ni rainbow color, siko na colors zote, inaweza kuwa ni purple, inaweza kuwa ni green, inaweza kuwa yani akona nguo fulani ya ibada. Jua hapo na deal na mchawi. Kweli wewe usiwache ujinga. Hizi colors zote ni vizuri uelewe, zote ni Mungu ni Mungu aliumba. Sasa itakuwaje red ni preferable kuongea naye, huwezi ongea naye ukiwa na white, ama white ni preferable, huwezi ongea naye ukiwa na red. Lazima tuache upuzi man. Ati red ina signify damu si Mungu ndo aliumba damu ama ni wewe? Alafu chumvi sijui lazima nioshwe na chumvi. Mimi mwenyewe unajua nikisweat natonga chumvi na mimi mwenyewe ni chumvi, ni walking chumvi. Vile yani mimi ukiniona wewe jo tu umeona chumvi, unaniambia tena nahitaji tena, utaoshaje chumvi na chumvi ati ndio chumvi ikue na ladha? Hiyo ni same na unataka kutumia chumvi kwa chakula alafu unakuja na maji ya chumvi uoshe hiyo chumvi ndio ikue better, ama ikue nini, inaweza tumika kama chumvi. Ni upuzi gani mnafanya? Kama ni maji, wewe unajua nikisweat maji ngapi na kuanga nimelusa. Unajua hata ile haja ndogo tu peke yake, kuna watu wanaifanya inakuwa maji safi. Unasikia inaweza sasa hata inaweza tumika tena kama maji ya kukunywa. Wewe unajua maji yenye niko nao mimi mwenyewe tu, presence yangu pale, unajua ni maji gani, maji lita ngapi tuko nao pale. Tuache ujinga man. Tuache ujinga.
kufuata wachawi. Na kama unafanyanga hizo vitu, wewe jua ni mchawi. Jalishi unajiita nani, jalishi mnaongeanga na lugha gani, unaongelea Kimeru, unaongea Kijaluo, unaongea Kikamba, unaongea Kiuganda, unaongea Kichinese, wewe ni mchawi wewe. Jalishi mnatumianga lugha gani kufanya hizo vitu. Either naelewa lugha mnaongea ama sielewi, wewe ni mchawi. Na kama unafanya shughuli na watu kaa wewe leo, kazi yao inakuanga ni kuangamiza. Haijalishi wamekudanganyaje, na utaangamia. So wakati naongelea chawi ama nakwambia wache shughuli za kichawi, jua ni watu kama ninaongelea. Kuna vitu zingine mingi, lakini sasa tuwezi ongelea zote leo. Hizo kidogo ndio nimeweza kusema leo. Baadaye tutasema vitu za baadaye.